Yes, bana, hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club baada ya ujio wa Ribase Gweye ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, nyota kipenzi cha mashabiki wa Simba Elie Mpanzu ameanza kuingiwa na hofu kubwa bwana, mara baada ya kuandika barua rasmi kuelekea kwa uongozi wa Simba Sports Club akiomba kupumzishwa, akiomba kuondoka ndani ya kikosi hicho, huku Simba Sports Club wakipokea ofa ya kwanza kutoka Raja Casablanca ambayo iko chini ya kocha Fadlu David. Lakini isivyo bahati kwa Elie Mpanzu, viongozi wa Simba Sports Club wamekataa ofa yao ya kwanza ya Raja Casablanca ya kwamba hawamuuzi Elie Mpanzu. Mchezaji ameonyesha nia kutaka kuondoka kikosini. Mchezaji mpaka hapa alipofika ni dhahiri kali ya kwamba hataki tena kuendelea kuitumikia Simba Sports Club, na ndiyo maana huenda akawa anatoa kiwango ambacho kipo chini ya kile ambacho mashabiki wengi walikuwa wanakitarajia. Je, wewe kama mdau wa soka, wewe kama shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club, unatazama vipi sakata hili la Elie Mpanzu kutaka kuondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi? Lakini akihitaji yeye kuondoka hasa ni vipi? Ameona kwamba hapati nafasi, au ameona kwamba mashabiki hawamuimbi vile ambavyo anataka, au Elie Mpanzu ametazama na kuona ya kwamba Simba sio sehemu sahihi kwake kwenda kutimiza ndoto zake kutokana na performance mbovu ambayo wamekuwa nayo katika msimu huu au toka alipojiunga na Simba Sports Club Elie Mpanzu. Yes, yote yanaweza kawa ni sababu ambazo zinachagiza Elie Mpanzu kutaka kuondoka ndani ya kikosi cha mnyama, lakini hizi si taarifa mbaya sana kwa wana Simba, kwa sababu tayari yupo mwamba ambaye ameleta upinzani katika nafasi yake. Elie Mpanzu si mwingine ni Ribase Gweye ambaye mchezo wa kwanza alicheza dhidi ya Esperance, mchezo wa pili amecheza dhidi ya Mashujaa na ameweza kuscore miongoni mwa bao bora sana, na ni aina ya magoli ambayo atayafunga zaidi Ribase Gweye ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Lakini hapa tunamtazama Elie Mpanzu kwa hiki ambacho anaamua kukifanya kwa wakati huu ambao Simba inahitaji kutengeneza kikosi imara, kikosi bora ambacho kitaisaidia kesho na kesho kutwa, akiwa kama nyota mwandamizi ndani ya kikosi, akiwa kama mchezaji bora ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ambaye watu wengi wamempa matumaini makubwa, akiandika barua hiyo kutaka kuondoka. Je, viongozi wakubali Elie Mpanzu aondoke ama waendelee kumkataa aendelee kusalia kwenye kikosi? Na kama wakimkatalia, je, atadeliver kile kitu ambacho ni bora siku zote walikuwa wanakiona kwake, ama ataendelea kuihujumu Simba kwa maana kwamba atakuwa anacheza chini ya kiwango? Binafsi mimi naona huu ni wakati sahihi kwa viongozi wa Simba Sports Club kufanya maamuzi ya kiume. Maamuzi gani? Kama mchezaji anataka kuondoka ndani ya timu, basi wamuache aende, na huenda ikawa ameshawishiwa na baadhi ya timu hapa Tanzania, ama huenda akawa ameshawishiwa na viongozi wa timu za hapa Tanzania. Binafsi sioni nafasi ya Simba Sports Club kuendelea kumng'ang'ania Elie Mpanzu kwa sababu performance yake ndani ya Simba sio mchezaji ambaye ni wa kutumainia zaidi, kwa sababu amekuwa ni mchezaji ambaye hakupi kitu kizuri kwenye game kubwa, hakupi kitu kizuri kwenye game ndogo. So kwangu mimi Simba wakiamua kuachana naye, it's okay, hamna shida, kwa sababu tayari wameshapata mbadala. Anseti Oula, yupo Ribase Gweye ambaye kwenye nafasi ya Elie Mpanzu tayari alishamtumia salamu na anapaswa kujipanga zaidi Elie Mpanzu ili kuweza kukompiti na mwamba Ribase Gweye. Charles, mashabiki wa Simba, pigeni kula Elie Mpanzu aondoke ndani ya Simba Sports Club ama aendelee kusalia ndani ya Simba Sports Club, ikiwezekana asugue benchi mpaka pale atakapokaa sawa, na basi aweze kuitumikia Simba mkataba wake mpaka utakapotamatika. Lakini ukweli ni kwamba ameandika barua akiomba uongozi wa Simba Sports Club kumvunjia mkataba, na wameshawasilisha ofa yake ya kwanza Raja Casablanca chini ya kocha Fadlu David akiwa anamhitaji kwenye timu yake, na Simba wameipiga chini ofa hiyo.